Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hujambo popote ulipo na karibu katika lesson ya 9 hii leo, wakati tunaendelea kuangalia misururu katika kitabu cha Yoshua na kujifundisha mambo mbalimbali na lesoni mbalimbali. Na katika siku ya leo tukiwa katika lesson ya 9, ina mada ambayo inasema warithi wa ahadi, wafungwa wa tumaini. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu unatupenda na asante pia kwa sababu ya neno lako. Tunapolisoma tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu na ufunuo kutoka kwako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mpenzi msikilizaji, ni kukaribisha tena ili tuweze kusoma pamoja katika lesson hii. Na fungu ambalo litatuongoza linatoka katika kitabu cha Zakaria 9 mstari wa 12, ambayo inasema, rudini ngome yenu enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Mpenzi, ni kuombe muda mchache tu ili tuweze kuandamana pamoja katika lesson hii ya siku ya leo. Na lesson hii tunaposoma mambo haya ya kutoka kitabu cha Zakaria 9 mstari wa 12, huyu ni nabii wa Mungu Zakaria ambaye anawaandikia Wayahudi baada yao kuondoka katika nchi ya Babeli. Tunaelewa kwamba wakati wanatoka Babeli walifika katika mji wa Yerusalemi na wakapata kwamba ule mji ulikuwa umeharibiwa sana. Wakati walikuwa wanachukuliwa mateka, wale wanajeshi wa Babeli waliharibu sana mji wa Yerusalemi. Na sasa hawa watu wanaporejea wanapata mji wao ukiwa umeharibiwa sana. Ni watu ambao waliingiwa na discouragement, watu ambao walihitaji kutiwa moyo. Na ndio sababu tunaona Mungu akisha kuelewa mahitaji katika mioyo yao anawaambia hivi, rudini katika ngome yenu enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Mungu anazungumza nao, anawaambia kwamba ataweza kuwarudishia maradufu yale ambayo waliyapoteza. Tuelewe hivi kwamba sisi ni warithi wa ahadi na wafungwa wa tumaini. Wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa, wakiwa kule katika mateka, kile ambacho kiliwaweka kuwa na tumaini, kile ambacho kiliwaweka kutarajia mazuri ni ile ahadi ambayo walikuwa nayo kutoka kwa Mungu. Na kwa kawaida tunaelewa kwamba mfungwa ni mtu aliye kwenye mateka. Lakini sasa wakati Biblia inazungumzia, inasema kwamba the prisoners of hope, kwamba wafungwa wa tumaini, inamaanisha nini? Sisi tunahesabiwa kuwa ni wafungwa wa tumaini katika ahadi za Mungu. Kwa hiyo sisi ambao tunasubiri ile ahadi yake, tunafananishwa na wafungwa wa tumaini. Sasa msikilizaji, usikate tamaa. Wakati mwingine maisha yanaweza kuwa magumu. Wakati mwingine maisha yanakosa kueleweka kabisa, lakini Mungu anasema kwamba yupo na atakuokoa siku moja. Mungu yupo na siku moja ataweza kukutimizia zile ahadi ambazo amepeana katika Biblia. Mungu alihitaji kufundisha wana wa Israeli kwamba ile ahadi ya kuwapatia nchi ya Kanaani haikuwa ndoto, lakini ilikuwa kwamba ni jambo ambalo lingekuja kutimia. Ni ahadi ambayo ilipeanwa kwa mababu zao, kwa kina Abrahamu, kina Isaka, kina Yakobo, na hii ahadi tunakuja kuona ikiweza kutekelezwa. Lakini inapotekelezwa, mpendwa msikilizaji, tuelewe kwamba hata wana wa Israeli pia walikuwa na sehemu yao ya kufanya. Na sehemu ya kwanza ya kufanya tunaona kwamba wanavuka katika mto wa Yordani. Wanapoambiwa wazunguke zile kuta za mji wa Yeriko, wanazunguka. Bwana anapozungumza katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:8, Biblia inasema kwamba angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu, ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia mababa zenu Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwamba atawapa uzao wao baada yao. Msikilizaji, ahadi ya Mungu ni kweli.
Hii ni moja kati ya ahadi kuu ambazo Mungu amepeana, tunaona inatimia. Tunapoendelea msikilizaji, katika siku nyingine ambayo inafuata, kuna Edeni pale na pia kuna Kanani. Tumepewa fungu katika kitabu cha Mwanzo 2:15 pamoja na mafungu mengine. Mungu anampatia Adam na Hawa mke wake shamba la Edeni ambalo lilikuwa linapendeza sana. Na sasa katika hili shamba la Edeni, Biblia inasema kwamba hapa ndipo Mungu alikuwa anakutana nao kila jioni, alikuwa anashiriki nao. Na sasa wakiwa katika hili shamba la Eden, hii ilikuwa ni sehemu moja ambayo walikuwa wanajifundishia na kupata uelewa zaidi kumuhusu Mungu na tabia yake na yale ambayo Mungu alikuwa anakusudia kwao. Lakini ajabu ni kwamba tunasoma kwamba waliweza kufanya dhambi. Kwa kufanya ile dhambi iliweza kufanya hivi: ilivunja uhusiano uliokuwa kati yao na muumba wao, na pia hii iliwabidi kwamba sasa ni lazima waweze kuondoka katika lile shamba la Edeni. Waliweza kupoteza ile territory ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Na sasa katika upande mwingine tunamuona Mungu akiweza kuwapatia wana wa Israeli nchi ya Kanani. Vile Adamu na Hawa hawakufanya jambo lolote ili kuweza kustahili kupewa lile shamba la Edeni. Hata Waisraeli pia hakuna kitu ambacho walikuwa wamefanya ambacho tunaweza sema kwamba iliwafanya kudeserve kupewa that land of Canaan. Lakini tunaelewa kwamba wale wazee wa imani, wale mababa zao walikuwa warithi wa zile ahadi ambazo Mungu alikuwa amewapatia. Tunafundishwa msikilizaji kwamba wale mababa zao walikuwa ni warithi wa zile ahadi. Msikilizaji, hata sisi tulio wafuasi wa Kristo, sisi pia tuna ahadi nzuri ambazo tunazirithi. Ukisoma katika kitabu cha Waibrania 8:6 itakwambia kwamba hizi ahadi zitaweza kutimizwa wakati sisi ambao tunamfuata Kristo kwa imani tutasubiri ili tuweze kurithi zile ahadi, ilivyo katika kitabu cha Waibrania 6:12. Sasa Waisraeli wanapopewa ile nchi ya Kanani wanapewa kama zawadi. Mwandishi mmoja anasema kwamba ni hitaji la kawaida wakati mtu anakuwa ama taifa linamiliki ardhi mahali. Kitambo kidogo ukijaribu kuangalia katika historia utaona kwamba watu ambao hawakuwa na shamba, watu ambao hawakuwa na sehemu ambayo inajulikana kama kwao, hawakuwa watu huru, na wengine ndio tunasoma walikuwa wanafanywa kuwa watumwa. Lakini sasa Waisraeli wanapoishi katika ardhi ambayo wamepewa na Mungu, yani namaanisha nchi ya Kanani, hii ilikuwa inawakumbusha jinsi Mungu alivyo mwaminifu na jinsi ambavyo Mungu anaweza kuaminika kutimiza zile ahadi zake. Unaposoma katika kitabu cha Zaburi 24:1, Biblia inasema kwamba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ni vya Mungu. Sasa Waisraeli wakiwa katika nchi ya Misri walikuwa wakulima, walikuwa wanafanya kilimo, lakini yote walikuwa wanategemea maji ya kunyunyiza kutoka katika mto Naili. Lakini tunapoendelea kuangalia pia walikuwa wanafanya kazi nzito. Na sasa Mungu anapowapatia wana wa Israeli nchi ya Kanani, hali inaonekana kuwa tofauti kidogo. God is the provider. How? Tunaona Mungu anawasaidia wale Waisraeli wakiwa katika ile nchi ya ahadi, wakiwa katika nchi ya Kanani. Tunaona Mungu alikuwa anawasaidia kwa namna ya kipekee, wanavuna mavuno yaliyo makuu, mavuno yaliyo mazuri kwa kutegemea tu maji ambayo yalikuwa yanatoka mbinguni. Na maanisha kusema kwamba walikuwa wanategemea mvua. Msikilizaji, nikuulize kwamba mvua ni ya nani? Ni ya Mungu.
Na sasa ndio tunasema kwamba God is the one who controls weather. Anapowapatia ardhi hii kama zawadi, he is also able to control the weather to make this land a blessing. Anaifanya inakuwa ya mibaraka kwao. Na sasa ardhi hii ilikuwa inawakumbusha wana wa Israeli jinsi ambavyo wanapaswa kumtegemea Mungu kila wakati. Now, there is a challenge of the land. Unaposoma katika kitabu cha Yoshua 13 uanzie mstari wa kwanza hadi ule wa 17. Ndiyo ardhi hii ambayo Waisraeli wamepewa, nchi ya Kanani ambayo wamepewa, ilikuwa ni zawadi ya kipekee. Lakini katika hii nchi kulikuwa na giants ambao walikuwa wanapigana nao vita. Pia kulikuwa na vita vingine na miji mbalimbali ambayo ilibidi wana wa Israeli waweze kupigana nao ili wakapata kuchukua ile miji. Lakini kile ambacho kinanipendeza ni kwamba tunaona Mungu akiingilia kati ili kuweza kuwasaidia Waisraeli katika vita hivi. Licha ya kwamba Waisraeli wamekuwa watumwa katika nchi ya Misri, ndiyo tunaelewa kwamba wakiwa kule Misri si kwamba walikuwa wanafundishwa jinsi ya kupigana vita. Hii inatuambia kwamba hawakuwa na ujuzi wa kuweza kupigana vita. Sasa ndiyo tunasema hivi kwamba if they are ever to possess the land, it will be through God's grace alone, not through their own effort. Kwamba wakati wanachukua ardhi hii, wanachukua nchi ya Kanani, si kwa sababu ya nguvu zao, si kwa sababu ya hekima zao, lakini ilikuwa tu ni kwa neema ya Mungu. Mara nyingi, msikilizaji, maisha yana changamoto tena nyingi. Hata tunapokuwa Wakristo kuna changamoto zinakuja nyingi, lakini Biblia inatuthibitishia, inatuambia kwamba licha ya changamoto hizo zote, kuna lile fungu ambalo ninapenda kusoma, inasema kwamba amani yangu na wapeni ninyi. Yesu anazungumza, anawaambia kwamba kuna amani ambayo anawapatia watu wake, amani ambayo inapita uelewa. Sasa katika changamoto hizi tunaweza kuwa washindi iwapo tutamtegemea Mungu, iwapo tutaweza kumtegemea the controller of heavens, iwapo tutaweza kumtegemea huyu ambaye anatupatia amani katika changamoto zetu. Ahadi za Mungu, msikilizaji, ni za kweli, lakini pia zinatuhitaji sisi tuweze kutekeleza sehemu yetu. Biblia inasema kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Pia inasema kwamba imani bila matendo imekufa. Sasa ndio tunataka tuimizane hivi kwamba tusije tukatumia maombi kutoroka majukumu yetu. Tunahitaji kutekeleza sehemu yetu wakati Mungu naye anatekeleza sehemu yake. Tunapoendelea kuangalia, kuna mwaka ambao ulikuwa unajulikana kama mwaka wa Jubilii. Unaposoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 25 mstari wa kwanza hadi wa 5 na pia mstari wa 8 hadi ule wa 13. Hapa tunaangalia, tunaona kuna kanuni moja ambayo inajitokeza pale, kanuni kuhusiana na Sabato. Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kwamba wataweza kulima mashamba yao kwa kipindi cha miaka 6, lakini katika mwaka wa 7 hawakuruhusiwa kuingia shambani. Ulikuwa unajulikana kwamba ni mwaka wa Sabato, mwaka wa Jubilii. Ni nini kilikuwa kinafanyika katika mwaka huu wa Jubilii? Tunasoma ya kwamba wakati ulikuwa unafika mwaka huu wa Jubilii, wana Israeli hawakuwa wanaruhusiwa kuingia katika mashamba kupanda, lakini wangeyaacha yale mashamba yakaweze kumea. Chochote ambacho kitajimeesha chenyewe ndicho wangetumia. Nakumbuka sasa katika wakati huu, wakati chakula kinajimeesha chenyewe, kila mtu, wale ambao walikuwa wanajiweza na wale ambao hawakuwa wanajiweza katika jamii, walikuwa na uwezo wa kupita katika mashamba ili kuweza kuvuna, kuweza kupata kile ambacho mashamba yametengeneza. Sasa mbali na wana wa Israeli kufundishwa jinsi ya kufanya kazi, sasa baada ya kupokea mashamba,
Mungu alikuwa anahitaji kitu ambacho kinaitwa kindness. Mungu alikuwa anahitaji ukarimu kwa wale ambao walikuwa na changamoto za kifedha. Katika maisha, msikilizaji, unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinasema kwamba katikati yenu hakutakosa watu ambao wana mahitaji. Sasa watu hawa Mungu anapowashughulikia, hata huu mwaka wa Jubilee ulipokuwa unafika, Mungu alikuwa anawashughulikia kwa namna ya kipekee. Sasa tunapoendelea kujifundisha, tunapata kwamba hata injili inapokuja, msikilizaji, injili inakuja kutueleza kwamba sisi wote tu wamoja, wale ambao wana kazi na wale ambao wameajiri wengine, wale ambao ni maskini na wale ambao ni matajiri. Yaani kwamba sisi wote Mungu anatuhesabu, anatumia kipimo kimoja kutupima sisi wote. Mungu anapotekeleza haya, wana Israeli wana sehemu ya kutekeleza. Na miongoni mwa yale ambayo wanatekeleza, msikilizaji, ili zile ahadi za Mungu ziweze kutekelezwa ni kufanya observation ya huu mwaka wa Jubilee. Lakini ajabu, unaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 36, usome mstari wa 20 hadi 21, itakuambia kwamba ilifika wakati wana wa Israeli walikosa kutii yale ambayo walikuwa wameagizwa kuyatii, na sasa kukafanyika kitu tunaita dispossession ya ile nchi ambayo Mungu alikuwa amewapatia. Ndio sababu tunaona wanachukuliwa mateka. Unaposoma, msikilizaji, katika kitabu cha Yeremia 24 mstari wa 6 na pia kitabu cha Ezekieli 11 mstari wa 17, pale utaangalia uone kwamba wana wa Israeli walipochukuliwa mateka waliweza kupoteza ile ardhi yao, ile nchi ya Kanaani, ile ambayo walikuwa wamepewa kuimiliki, waliweza kuipoteza. Na pia ikawa kwamba wanahisi uchungu. Kuna uchungu kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wanayapitia wakiwa kule Babiloni katika nchi ya mateka. Lakini kile ambacho kinanipendeza, msikilizaji, ni kwamba Waisraeli walipotupu dhambi zao, wakatafuta uso wa Mungu, Mungu aliwahurumia. Mungu akaweza kutimiza ahadi zake tena. Na ahadi ambayo Mungu anatekeleza hapa, msikilizaji, ni ahadi ya kuwarejesha katika nchi yao. The land was restored again. Israeli ndiyo alikuwa amepoteza ardhi, lakini hakuwa amempoteza Mungu. Nami msikilizaji, nataka nikuhimize katika siku hii ya leo kwamba katika maisha unaweza ukapoteza kila kitu, lakini msikilizaji, usimpoteze Mungu. Maana ukimpoteza Mungu utakuwa umepoteza vyote. Usipompoteza Mungu, msikilizaji, huyu Mungu yupo, anasema kwamba atarudi na atakurejeshea, ama anaweza kukurejeshea vyote ambavyo uliweza kupoteza. Wakiwa katika mateka, Mungu bado alikuwa Mungu wao. Hata wakati ambapo hawakuwa katika ile nchi ya ahadi, walimkumbuka Mungu wao. Sasa hata sisi, msikilizaji, katika siku hii ya leo, tunaposoma katika Agano Jipya, tunapozungumzia hii nchi ya ahadi, Biblia inatufundisha, inatuambia kwamba kuna ahadi ambazo zitakuja kutekelezwa. Kuna ahadi ambazo tumepewa zitakuja kutekelezwa wakati Yesu anarejesha ufalme wake mara ya pili. Unaposoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili 1 mstari wa 20 na kitabu cha Warumi 15 mstari wa 8, kwamba kuna ahadi ya kipekee ambayo itakuja kutimizwa. Na ahadi hii inapotimizwa, msikilizaji, ni ahadi ya kutupatia nchi mpya, mahali ambapo tutakuwa tumeokolewa kutoka kwa dhambi pamoja na changamoto zake zote. Sasa kwa hiyo, msikilizaji, tumaini letu lipo katika zile ahadi ambazo tunasoma.
zile ahadi, ikiwemo ahadi ya Yesu kurudi mara ya pili, ikiwemo ahadi ya kupatiwa nchi mpya baada ya ile miaka 1000 kule mbinguni, wakati tutarejea duniani, dunia iwe imefanywa upya, tutakuwa tunaishi milele na milele, mahali ambapo hakutakuwa na dhambi. Msikilizaji, kuna mengi ambayo tunaweza kujifundisha. Mungu atusaidie tunapoyatafakari hayo. Pia tukutane kule katika comment, peana mchango wako, kile ambacho pengine umejifundisha katika lesoni hii, ili tuendelee kuhimizana tunapoendelea katika safari yetu ya imani. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu umetufundisha. Tupe neema ya kuishi sawasawa na hizi ahadi zako. Asante maana umesikia maombi yetu, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.